Jambo, karibu kwa Biashara Bora. Majina naitwa Amos. Leo nataka tuongee kuhusu business goals. Tuweze kuelewa vizuri kuhusu business goals, nataka tupeane mfano moja. For example, niko hapa Nairobi, nataka kwenda Mombasa. Sasa Nairobi to Mombasa. Kabla sijafika Mombasa, kuna hesabu ndapiga kwa akili. Hesabu ya kwanza ndapiga, ndajiuliza naenda Mombasa kufanya nini? Mombasa, reason. Naweza kwenda Mombasa kwa harusi, ama kutembelea rafiki, ama naweza kwenda Mombasa kuogelea kwa maji, unajua huko kwa beach. Yeah. So reason, naenda Mombasa kufanya nini? Hii ndio swali ya kwanza ndajiuliza. Swali ya pili ndajiuliza, naenda Mombasa kwa njia gani? Means. Naweza enda Mombasa kutumia personal car, naweza enda Mombasa kutumia basi, kutumia train SGR, naweza enda Mombasa kutumia ndege. Yaani njia ni nyingi kwenda Mombasa, si ndio? So ndafikiria natumia njia gani, si ndio? Ya tatu ndajiuliza ni location, stay. Because Mombasa ni mahali mbali sana. Kishafika huko nitakuwa nakaa wapi? Unaona? Premises. Ndakuwa nakaa wapi? Taenda kuishi kwa rafiki yangu, ama ndakaa kwa lodging, ama ndakaa kwa hoteli, unaona? Nikisema nikae kwa hoteli, lazima nijue nakaa kwa hoteli gani, book. Hoteli gani? Nijue hiyo hoteli inalipisha aje. Unaona? Kama ni 5-star hotel ama ni 2-star hotel, lazima hizo vitu zote nikuwe najua. Hata before nianze hii trip ya kwenda Mombasa, lazima niko nimepiga hii hesabu hizi zote. Unaona? Na nyingine nakuwa napiga ni hesabu ya return. Nitarudi lini? Sababu mimi mwenyewe siishi Mombasa. Kwa hivyo nikienda Mombasa, nitaenda nikae siku moja ama mbili, lakini nitarudi lini? Unaona? So mimi kivyangu as a person, before nitoke Nairobi niende Mombasa, nitakuwa nimejiuliza hizi maswali zote. Reason, naenda kufanya nini? Means, natumia nini? Stay, nitakuwa nakaa wapi? Nikisema ni kwa rafiki yangu sawa. Nikisema ni hoteli, nitajua hoteli gani itanilipisha pesa ngapi per day ama per night. Unaona? Na siku ya kurudi ni siku gani? Sasa, so the goal ni kwenda Mombasa, lakini hizo zote ni plans about that specific goal. Sasa, for you to have a goal, you need to understand 3 things. Ya kwanza ni dream. Ya pili ni wish. Ya tatu ni goal. So, dream nasema aje? Dream kusema I want to be rich. Unaona? Ama I want to lose weight. Kama mimi nasema nataka nipunguze kitambi. I want to lose weight. Hiyo ni dream. Hii ni dream. Hii si goal, hii ni dream. Sasa, haya, ukisema I want to be rich this year, ama by December. I hope to be rich. I hope to be rich this year. So umesema I hope to be rich this year. So hiyo imetoka from being a dream to being a wish, because umesema this year. At least umepeana timeline kidogo, this year.
you hope to be rich this year. Hiyo ni wish, hiyo sio goal. Sawa? Ya tatu ndio sasa tunaangalia inaitwa goal. Goal inasema hivi, I will increase my revenue. Revenue, jina lingine ya revenue ni sales. I will increase my revenue ama sales from 50,000 to 100,000 by December 2026. Sasa wakati umesema I will increase tayari umesema what you want to do, you want to increase, unaona? And then umesema you want to move from 50 to 100. Tayari ushajipatia measurement. You want to move from 50 to 100. Hii ni measurement. And then umesema by December 2026. Tayari ushajipatia timeline. So this is a goal. A goal ni kitu iko na kitu very clear, inaonyesha timeline yako, inaonyesha what you want to measure ama you want to do. Unaona? So a dream, ukisema I want to be rich, hiyo ni dream. Itaifanyika ama inaweza fanyika. Sawa. So dream is the first step. Kama unataka ku set business goal, dream is the first step. Kwa akili yako unafikiria nini? What do you wish to have? That is a dream. And then ukisema I hope to be rich this year, that is a wish. Unaona? But sasa for you, watu wengi kwa biashara wamekwamia hapa. Watu wengi kwa biashara wamekwamia hapa kwa dream. I want to be rich. I want my business to be successful. Unaona? I want my business to be successful. Unataka biashara yako inawiri. Ukisema I want my business to be successful, hiyo si goal, hiyo ni dream. Unaona? Lakini ukisema I want my business, I hope my business will be successful this month ama this year, hiyo ni wish bado. Sasa watu wengi wamekwamia kwa hii ama hii. But the next step you need to do ni kumove from hizi mbili uset sasa goal. Unaona? So the third step ni kuset goal. Na goal inasema goal inasema lazima ukuwe na a specific thing that you want to do. You want to increase. Unaona? And then lazima ukuwe na a specific something una measure. You want to move from 50 to 100. Hii ni measurement, una measure. Unaona? And then lazima ukuwe na timeline. Nasema by December 2026 ama by January 2027 ama by next month, lazima ikuwe na timeline. Ukianza sasa kuchora hii, there's a very high chance biashara yako itaanza ku make improvement. Tuangalie what is the importance of a goal to a business. The three steps za goal. Tumeona kuna wish, tumeona kuna dream, tumeona kuna wish, tumeona kuna goal. So let us just tujaribu ku understand what is a goal. A goal is a specific outcome you want to achieve. A specific outcome. So a goal is a specific outcome you want to achieve. From my example, tumeona you want to increase. Tayari hiyo ni being specific. You want to increase.
kumaanisha unataka kwenda juu. Umesema you want to move from 50,000 to 100,000. Hiyo tayari ni kuonesha specific. Outcome yako ni from 50 to 100. Unaona, specific you want to increase. Outcome 50 to 100. Alright? But lazima ikuwe pia na timeline. December 2026. Kwa nini tunaweka timeline? Sababu usipoweka timeline utapata unaweza legea ujivute upate hii goal ulikuwa unaweza achieve within this timeline, lakini una achieve 2028. Unaona? Because unaweka timeline. So kwa timeline ni very very important kwa biashara. Lazima uweke timeline. Usipoweka timeline utapata unafanya ndio kuna goal, lakini because hauna timeline, hiyo goal unachukua muda mrefu kuiachieve than necessary. Gives direction. Ukina goal unajua exactly mahali unataka kuenda. That's direction. Wafanye biashara tu ndio siku iishe. Unafanya biashara ndio siku inaisha, lakini unafanya biashara ukijua kesho nataka nifike hapa, next week nataka ni achieve hii, hiyo wiki nyingine, hiyo mwezi nyingine, hiyo mwaka. You have a direction we are going. That is the importance of a goal. Kitu ya pili, goals help you to know if you're succeeding. Goal inakusaidia kujua kama una succeed kwa biashara. Unaona? For example tuseme ulikuwa unasema from 50 to 100, si ndio? From 50,000 to 100 by December. Unaona? Sasa ikifika Oktoba ama Novemba na unaona bado hujafika hapa au hujakaribia hapa, tayari utakuwa unajua tayari I am not succeeding. Something is wrong. Unaona? But kama huna goal, you don't know whether you're succeeding or not. So goals are very very important, kusaidia kujua whether you're succeeding or not. Na tatu tunasema without a goal you are very busy but you are not productive. Hivi namaanisha nini? Namaanisha ndio kila asubuhi unaamka mapema, unafungua biashara, unafanya kazi. Uko busy unafanya kazi. Lakini hii kazi yako ni kama haikui, haizai matunda, haiongezeki, uko tu pale. You are busy but you're not productive. And the reason uko productive ni because hauna goal. Unaona? Goal inakufungua macho, unaona pale unataka kwenda. So even as you work every day, una work kufuata hiyo vision ama unaelekea. Unaona? So goals inasaidia biashara kwa hizi vitu tatu. Swali inakuja next ni ndio niko na goal. How will I achieve those goals? Before tuangalie how you will achieve your goals, nataka tutengeneze a step by step process yenye tunaweza fuatilia. Step ya kwanza tutaweka hapa mwisho. Steps. Step 1. Dream. Step 2. Wish. Step 3. Goal. Step 4.
Step 4 ndo tunaangalia saa hizi, inaitwa action plan. So for you to achieve your goals, having a goal is very important. But having a goal, na hiyo goal haiwezi achieve kivyake. Hiyo goal haiwezi kujiachieve kivyake. Someone must do the work. Na huyo mtu ni wewe ama mfanyakazi wako. Sasa ndio afanye hiyo kazi, lazima kuwe na plan. So ndio tutaangalia hii action plan. So kulingana from our example tumesema tunataka to increase sales from 50,000 to 100,000 by December 2026, which is this year. So how will you increase your sales? Kwa biashara kuna njia mingi ya increase sales. Nataka tuangalie saa hizi. Unaweza increase your sales of current products, sales of current products. You can increase your sales of current products. How can you increase your sales of current products? Unaweza increase your sales through, unaweza increase your sales aje? Unaweza increase your sales kwa njia mingi. Ya kwanza, unaweza increase your sales through visibility, being more visible to customers. So unaweza increase your sales through visibility. Njia pili, unaweza increase your sales through promotion. Njia tatu, unaweza increase your sales through referral. Wale customers wako unajua kuja kwako, unaweza waambia tafadhali ukienda huko ongelesha mtu kuhusu biashara yangu, kuhusu hizi products zangu. Na nikipata mtu amekuja kununua because of you, wewe nakupatia ka discount kidogo. So inaitwa referral. Kwa biashara inaitwa referral. Unaona? So unaweza ambia customers wako wenye ununua hapo kila siku, tafadhali ende ongeleshe watu huko nje, waambie kuhusu biashara yangu. Ama mwambie ende nitafutie customers huko nje. Unaona? Hiyo ni referral. Unaambia ukiniletea customer nakupatia ka discount next time. Hiyo ni referral. Unaona? Umetumia customers wako kupata customers wengine. That is a way of increasing sales. Unaweza increase sales through promotion. Useme leo nimepunguza bei na shilingi 5 ama shilingi ngapi, ndio watu wajue kuhusu products zako. So hii promotion is usually a marketing tactic. Njia ya kujimarket yani. Unaona? Visibility ni biashara yako pengine ijulikane na watu wengi. So ukitaka ijulikane na watu wengi, unakuwa more visible. Unakuwa more visible aje? Unaonekana kwa mtandao, unaweza advertise biashara yako. Advertise your business. Kwa advertise unaweza advertise online ama advertise pia kwa simu yako. Unajua njia ni mingi sana ku increase visibility. So hizi vitu tatu already is increase your sales of current products. Unaona? So that is one way unaweza achieve your goals. Njia pili unaweza tumia kitu inaitwa increase variety. Increase variety of products. So unaweza increase variety of products. Kama unauza kiatu, unaweza sema sasa acha niuze mpaka slippers. Unaona? Unaweza kuwa unauza viatu, shoes. Unaweza sema sasa acha niuze Crocs. Unasema acha niuze slippers, sandals. Tayari ume increase variety. Customers wanajua pengine ule ni jamaa wa viatu. Sasa umeongeza variety, unauza Crocs, unauza sandals. Sasa hizi vitu tayari there is a very high chance to increase
increase sales zako, increase sales zako, increase sales zako, utaweza kuachieve your goals. Unaona? So you can increase variety of products in your business in order to increase in order to achieve your goals. Ya tatu, unaweza increase price. Unaweza amua uta increase price ya hizo vitu unauza. For example, kama unauza kitu 100 na increase price inakuja 110. Unaona? So ukiongeza price za vitu zako hapo kwa duka, utapata kama ongeza price ya hii na ile na ile, after some time utapata zote zikikuja pamoja increase your sales. Unaona? Kuna watu wengine wanaweza complain wapotee sababu umeongeza bei, but at the end of the day hauwezi kosa customers. Kuna wale customers utapata as long as quality iko sawa. Unaona? So you can increase your prices if you want to achieve your goals. Ya nini unaweza fanya, you can reduce your expenses ama reduce your costs. So for example, costs inakuwa sana sana ya materials ama zile costs na expenses, pia zile gharama zinatumika kila siku kwa biashara yako. Unaona? For example, kama ni material, umeenda kununua material mahali fulani, unauzwa let's say 200 per meter, 200. Unaweza tafuta mtu wa kusupply the same material na 180. Unaona? So utakuwa umereduce costs zako. Sasa expenses utapata pengine kama kazini unakula lunch kila siku ya 200, unaweza reduce lunch, ukule lunch ya 150 ama ya 100. Unaona? So reduce lunch. Unakula lunch ya 200 na reduce, unakula lunch ya 150 ama lunch ya 100. Hapo ndio kama reduce expenses zako. Kama ni input ama raw materials, ndio reduce costs zako wakati unatafuta a cheaper supplier. So ukireduce costs zako inamaanisha nini? Inamaanisha eventually at the end of the day ama at the end of the month utapata increase sales zako ama income yako. Unaona? Because sana profits, the costs na expenses zina increase profit yako. Unapata sales ni zile ile, lakini because ume reduce cost na expenses, profit inaenda juu. So njia nyingine ya kuachieve goals zako ni reduce costs na expenses za biashara zako. So number 5, njia nyingine ya kuingiza kuachieve your goals ni you can increase your sales channels. Unaweza increase sales channels. For example, biashara mingi unapata mahali mtu ako, hapo ndo wanauzia customers wake. Unaona? Customers wanakuja kwako kununua kitu fulani. Kama anauza nguo, na kwa duka na ngojea customers wakuje niwauzie nguo. Hiyo ni kwa biashara, hiyo ni over the counter sales. Ama watu wengine wanaitanga walk-in, customers ameingia. Unaona? So kuna walk-in customers sales ama over the counter sales. Hii ile kuna biashara lakini vile unauza ni umekaa mahali unangoja customers wakuje.
Customers akikuja kwako, hiyo ni walk-in. Kama uko mahali unauzia pia inaitwa over the counter sales. So these two are the same. Walk-in ama over the counter. Customers wamekuja ukawauzia. Lakini you can increase. So hii ni channel. You can increase and have more sales channels. Kivipi? So unaweza kuwa na online sales ambapo you market yourself kupitia mtandao. Watu wanaona nguo, wanaona kazi yako, alafu wana order through simu. Hii ni online sales. Unaona? Kitu ya pili pia distributors. Unaweza tafuta watu wakuja wanachukua nguo kwako na bei ya wholesale waenda kuuza. Hii ni another channel ya kuuza. Tutapata distributors wanakuuzia nguo huko nje, wanakuuzia vitu zako huko nje. Online sales ni wewe uko na simu yako umepiga picha na market vitu zako kutumia simu, WhatsApp, Facebook, hizo zote unauzia watu kupitia mtandao, wanapiga order inakuwa delivered. Unaona? So utapata increase from walk-in customers to online sales to distributors. So kuna 3 channels. 3 channels from one channel. Uko na one channel to 3 channels. So you have increased your sales channel from 1 channel to 3 channels. Unaona? So that increases your ability to achieve your goals, to increase sales. Njia nyingine ya kuachieve goal yako ni ku-increase income stream. Income stream inamaanisha aje? Inamaanisha pengine uko na duka yako ya biashara mahali fulani, unaona? Lakini hapo nje kuna space. Hiyo space unaweza kondishia mtu, unaona? Unaweza tafuta mtu anauza smoky, mwambie uzia smoky yako hapa. Kila siku anakupea pesa kidogo. Tayari akikulipia pesa, hiyo ni income. Unaona? So utakuwa increase your income. Increase your income, unapata kuna pesa inaingia kwa biashara yako ile kawaida, but because umepatia mtu nafasi hapo nje auze kitu, mtu anakulipa kitu kidogo, unapata you have other income streams inaingiza pesa. So unapata at the end of the day ama at the end of the month you increase your income and also you increase your sales and you'll be able to achieve your goal. So you need to look at increasing your income streams. Ingine unaweza fanya, unaweza expand your target market. For example, kama unauza viatu ama unauza nguo, unasema mimi ninauza viatu za watoto ama nauza nguo za watoto. Unaweza sema sawa, kids, unauzia watoto viatu ama nguo. You can expand your market. Useme sasa nauzia mpaka youth. Nauzia mpaka adults. Unaona? So kama ni nguo, unasema nilikuwa nauzia women. Nilikuwa nauza nguo za wanawake, women. Sasa nauza nguo mpaka za men. Sasa nauza nguo mpaka za kids. Unaona? So you can increase your target market. Kama target market yako ilikuwa watoto, unauza viatu za watoto, unasema acha niongeze viatu za vijana wadogo, niongeze viatu za watu wazima. Kama ulikuwa unauza nguo ya wasichana, unasema acha niuze nguo za wanaume, niuze nguo za watoto. Tayari utakuwa increase your target market.
Ukincrease target market inamaanisha nini? Utapata watu wengi zaidi wanakuja kwa biashara yako. Ukipata watu wengi wanakuja kwa biashara yako, inamaanisha sales zitaenda juu. Ikienda juu, utakuwa umeachieve your goal. Sasa expand your target market. Kitu kingine unaweza fanya, unaweza expand your market reach ama geographical area yenye unauzia. Expand market reach. For example, unaweza kuwa biashara yako iko Lang'ata, si ndio? Lakini unapata kuna wateja mahali kama Kiambu wanaweza saidika na zile vitu unauza, na pengine ukisapata mtu anakuuzia vitu zako kwa Kiambu, utakuwa umefikia hao wateja, unaona? So uki-expand market reach yako, unaweza sema from now on sitaki kuuza Lang'ata pekee, nitatafuta mtu uko Machakos niko na msupply, tutafuta mtu Kiambu niko na msupply, tutafuta mtu wapi Rift Valley niko na msupply. Utapata sasa products zako zinauzwa in many different places all over the country. Hiyo ni market reach. You expand your geographical area. So uki-expand your market reach, utapata utakuwa increase your sales, increase your market share. Utakuwa increase your market share. Vitu zako zitakuwa zinajulikana mahali kwingi, si Lang'ata peke yake. Ndio uko Lang'ata, unafanya kazi Lang'ata, wateja wako wengi wako Lang'ata, lakini wewe mwenyewe kama mtu wa biashara umeamua kutafuta wateja wengine nje ya Lang'ata. So unatafuta wateja Machakos, Athi River, wateja Kiambu, wateja Rift Valley, lakini si wewe unauza, utafuta mtu huko unampelekea yeye anauza. So increase your market reach. Increase your market reach ama expand your market reach, then utakuwa expand ama increase your sales. Increase your sales, utakuwa achieve goal yako. Unaweza pia achieve your goals by improving the quality of what you are doing. Quality si product pekee, inaweza pia quality of your business process. Inaweza kuwa ni quality of your customer service. Unaona? Quality inaweza kuwa ni vitu mingi. Inaweza kuwa ni quality of your customer service. Unaongelesha customers vizuri, una treat customers vizuri. Customers akitoka hapo unasema, next time hii kinisha narudi tu pale pale because of the way ulimhandle, ulimsalimia, ukamtreat vizuri, akafeel kama ameheshimika akininua. Unaona? So quality of your service inasaidia sana for you to achieve your goals. Quality of your products, quality of your processes. Unaona? Hizo vitu zinasaidia sana for you to achieve your goals. Quality of your customer service, quality of your products, quality of your processes. All this can help you to improve your customer. It can help you to improve can help you to achieve your goals.